Kwenye ligi kuu soka Tanzania bara hapo jana mmeshuka dimbani dhidi ya JKT, lakini wapinzani wenu pia wameshuka dimbani dhidi ya KMC bao 1-0 ambalo amelifunga Clatous Chota Chama, mwendelezo wa Chama baada ya kufunga bao ambalo sasa hivi linatazamika hadi CNN Kisumu. Kwanza ni mechi ilikuwa ngumu na mechi ilikuwa na upinzani mkubwa. Nafikiri waandishi wa habari mmekuwa mashahidi, lakini tuko wote tuwapongeze tu wachezaji wa klabu ya Simba, wamekwenda kuipambania timu. Mwisho wa siku tumepata point 3. Dhamira ya Simba na nia ya Simba kuona namna ambavyo tunafanya vizuri katika mashindano ya ligi NBC, na jana kupata point 3 kwetu imekuwa heri. Lakini mechi ya jana nafikiri kwamba ni muendelezo katika mechi iliyopita. Kama mtakuwa na kumbukumbu vizuri, mechi iliyopita goli anafunga Clatous Chota Chama, pasi anakwenda kutoa Eri Mpanzu. Goli la jana zidi ya JKT Tanzania, assist anatoa Eri Mpanzu, goli anakwenda kufunga Clatous Chota Chama. Utaona namna ambavyo mabadiliko makubwa, utaona namna ambavyo spirit, utaona namna ambavyo Simba iko sawa sawa. Wale ambao waliofunga magoli katika mechi iliyopita na kuassist ndio wale ambao waliofanya muendelezo katika hii mechi. Kwa hiyo kikubwa lazima tuwapongeze, kazi ilikuwa kubwa, kazi ilikuwa nzuri. Mnajua namna ambavyo ratiba imekuwa ngumu kidogo, wachezaji wamepata tight sana, tumecheza mechi back to back nyingi, ndani yake kuna dabi, na jana tumekutana na JKT Tanzania, moja katika timu ambazo lazima tukiri zina upinzani mkubwa kwenye ligi NBC, basi lazima unataja JKT Tanzania. Lakini mbaya zaidi ya uzuri zaidi, JKT Tanzania wanakuwa wazuri zaidi unapokutana nao katika kiwanja wapi? Cha nyumbani. Jana walikuwa vizuri JKT, walitupa mechi nzuri, mechi ambayo wanadamu katika dunia. Sababu aliyesababisha kusahau vita kwa muda ni Clatous Chota Chama. Kwa namna gani? Nikamuuliza kwa namna gani, akaniambia kwani wewe Kisugu uangaliaji CNN? Nikamwambia kuna nini, akasema goli bora ambalo watu wanaamini goli bora la dunia hivi sasa linaonyeshwa na CNN. Kwa hiyo hata JKT Tanzania wameenjoy goli, wamefungwa moja na mchezaji ambaye amefunga goli limekuwa gumzo katika dunia. Kwa hiyo goli limefungwa na Clatous Chota Chama, JKT nao wamefanyaje? Wameenjoy. Lakini sio JKT tu, hata ndugu zangu waandishi wa habari wameenjoy lile goli. Wakati ile mechi inachezwa nilikuwa na mtu mmoja anaitwa Mavara. Limefungwa goli akaruka, nikataka kumrekodi, akaniambia Kisugu usinirekodi, jamaa watanitafsiri vibaya. Taaluma yangu ya uandishi wa habari hainiruhusu. Nikamwambia kwa goli hili unaruhusiwa. Uwe mwandishi wa habari unaruhusiwa kushangilia, uwe mbunge unaruhusiwa kushangilia, uwe waziri unaruhusiwa kushangilia. Na nichukue nafasi hii nimuombe sana Mheshimiwa Zungu, spika wa bunge, kwa niaba lile goli, kwa sababu limekuwa gumzo, limefungwa ndani ya ardhi ya Tanzania, limekwenda kusababisha vita ya Irani na Marekani, watu isiwe gumzo. Goli limefungwa katika ligi ya Tanzania. Lazima ndani ya bunge atafute muda, kwa mujibu wa kanuni, bunge lisimame dakika 5 au dakika 10 kwenda kuona namna ambavyo wanakwenda kutoa support katika goli la Clatous Chota, wanaenda kulipa heshima Chama. Yes. Ikiwezekana kama kanuni ya bunge ipo basi ifanywe. Nasikia kuna mtu amefukuzwa kwa sababu ya goli Clatous Chota Chama. Unamaanisha nini Kisugu? Ubora wa klabu ya Simba utakwenda kuonyesha, kila mmoja atajua ubora wa klabu yetu. Mimi ndo mwanadamu wa kwanza nilikataa ubingwa wa Yanga mwaka jana, na ndo mwanadamu wa kwanza mwaka huu, ikitokea Yanga akiwa bingwa nitaitangazia dunia Yanga ubingwa aliopata sio halali, ni ubingwa wa Magumashi. Kama yuko mwanadamu mwenye akili timamu akatae jana clear penalty mbili. Matukio nayakumbuka. Na ndio maana tukawa tunasema matukio yote kapigwa chenga Boka. Kata Rashidi. Yote kapigwa chenga Boka. Kafanya madhambi. Kuna muda tusitengeneze bingwa wa Magumashi kwenye hii nchi. Tutengeneze bingwa halali ambaye atakayekuwa nafasi ya kuitetea nchi katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi naamini wakati niko shuleni darasa la 4 niliwahi kusoma methali moja, utakachopanda ndicho utakachovuna. Kama tutakwenda kumtafuta bingwa wa Magumashi kwenye ligi ya NBC, tuamini hatuwezi kwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mbaya zaidi waandishi hamdai kusema. Semeni kukomboa mpira kwenye hii nchi. Haiwezekani kila siku makosa ya kibinadamu yatokee kwenye timu moja. Haiwezekani. Leo mwandishi gani ajui
Kama kanuni ingesimama, sheria ingetafsiriwa 17, Yanga asingepaswa kuongoza ligi ya NBC. Ukiona maana yupo kileleni, lakini kwa magumashi hili nasema njoo na rungu njoo na bunduki, hili lazima nitasema. Bingwa wa Tanzania anatengenezwa kupatikana katika seri ya magumashi, sio ya halali. Hata msimu hii hilo unaliona pia. Yes. Kwani kuna siri? Leo timu inaongoza kwa mujibu wa taratibu na ratiba na msimamo wa ligi. Timu inaongoza ndani ya mechi 10 imefukuza makocha 3. Alafu kwa bahati mbaya walimu wao wanaondoka katika hizi timu. Timu haijafanya vibaya. Nini tafsiri yake? Tupe tafsiri yake. Siamini kwamba matokeo yangekuwa yanapatikana kutokana na professional na walimu, kwa namna ambavyo wanapata matokeo kwenye pichi. Timu inapata matokeo alafu mwalimu afanyeje? Afukuzwe. Yupo mwalimu anaweza kufanya vizuri hapa akafukuzwa? Hapo unamaanisha management inajua namna ambavyo Yanga anaongozaje ligi ya NBC, wanajua. Ndio timu ya kwanza naweka rekodi duniani, mechi 20 walimu 3. Ligi moja haijaisha ligi ya NBC. Anaibisha nani? Alafu makocha wote 3 hao wanaoondoka, timu haijapoteza. Why? Kama hawa ni walimu bora. Sasa leo Salome chagua mawili. Kuna kupata matokeo na kuna performance. Kuna walimu aina wawili. Kuna mwalimu anakupa performance sana na kuna mwalimu anakupa matokeo sana. Chagua. Naenda na matokeo. Wao hawataki. Si mnasema kwa sababu performance wanafukuza? Unapata matokeo roho. Salome, semeni mkaupata ufalme wa Mungu. Semeni jana Rashidi KMC kadhulumiwa, sio dhambi. Rafiki yangu Ngwale alinongozea jana, akanitumia message nayo kwenye simu. Kama mwanangu kweli pale refa kababaika. Unamchonganisha, unampigisha shot. Kisugu hapo jana inaonekana kwa unatazama sana mchezo wa Yanga na KMC kwa ukaribu zaidi. Jana mimi niliamini kwa mara ya kwanza nikasema ngoja nijaribu kutazama mchezo dakika